Hapa studio tunaye mgeni Baraka Fundo. Yeye ni mtaalamu wa fizikia tiba kutoka kule taasisi ya saratani ya Ocean Road. Baraka yeye ni mwandishi wa kitabu kinachoitwa Amani Rafiki Shujaa, ambacho kinalenga kutoa elimu juu ya saratani na magonjwa yasiyoambukiza kwa wanafunzi wa shule za msingi kuanzia darasa la 3 hadi la 6, na kupitia kazi yake analenga kuwajengea watoto uelewa wa mapema kuhusu afya zao na namna ya kujikinga na magonjwa haya. Karibu sana Baraka Fundo kwenye kipindi chetu. Asante sana, nashukuru. Basi kwa kuanzia tufahamu kwamba maana kila mtu mwenye kutaka kufanya kitu anajua kabisa ninakifanya kwa ajili ya labda kuokoa taifa, ama umeona tatizo lenyewe na ukubwa wake. Wewe kwa upande wako nini hasa kikakupa hamasa ukasema kwa hali ninavyoitazama hapa kuna haja ya kuandaa hiki kitabu kuwafikia wanafunzi ili wapate kuelewa haya mambo? Asante sana. Kitu ambacho kilinipa hamasa ya kuandika hichi kitabu wakati nikiwa naendelea na majukumu yangu pale taasisi ya saratani Ocean Road, nilipata kushuhudia asilimia kubwa ya wagonjwa wanaofika pale wanakuwa wamefika katika hatua zilizoendelea kidogo, na kwa hiyo matibabu yake yanakuwa na changamoto kidogo, na sababu kubwa wengi wao wanakuwa ni walikuwa wamekosa ile elimu ya kuwa na ile desturi ya uchunguzi wa mapema. Kwa hiyo ndipo nikaona sasa kuna haja ya kuongeza nguvu katika kutoa elimu hii, tukianzia hasa katika msingi ule wa chini kabisa kwa maana ya watoto pamoja na familia. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa shule kwenye mitaala yetu tumefanya vizuri sana kwenye magonjwa ya kuambukiza. Kwa mfano kama magonjwa ya malaria, ukimwi pamoja na virusi vya ukimwi. Hata mtoto mdogo ukimuuliza unajikingaje na malaria anajua. Kwa hiyo nikaona sasa kuna umuhimu wa kuendelea kuongeza uelewa pia katika magonjwa haya yasiyoambukiza, hususan saratani, kwa sababu tunajua saratani usipoiwahi mapema inakuwa changamoto katika kuitibu. Kwa hiyo ndipo nikapata msukumo huo baada ya kuomba. Kwa hiyo kwa tafsiri rahisi ni kwamba aliona kwamba tayari watu wanafika pale iko kwenye stage ile ya 4, hatua ya 4. Ya ndo maana kaona basi tuanze na hawa watoto. Hongera sana kwa hilo. Tunaweza tukakiona kitabu chenyewe. Kitabu hiki Amani Rafiki Shujaa, darasa la 3 hadi la 6. Hebu tuambie Baraka, kitabu hiki kinafika vipi sasa mashuleni na vipi kinatumika? Kwa maana kimeingizwa katika mtaala ama ni watoto wanapewa bure pale shuleni, ama utaratibu wake sasa kitabu hiki uko vipi? Asante sana. Baada ya kukitayarisha kitabu chetu, kwa sababu kipo katika lugha ya Kiswahili, kwa hiyo tulikipeleka pale BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa ajili ya kuhakiki lugha, kuangalia wepesi wa lugha, kwa sababu tunajua ni mambo yetu ya kitaalamu yanakuwa na misamiati kidogo migumu. Kwa hiyo walitusaidia kuhakikisha kwamba lugha inakaa vizuri. Baada ya pale tukaendelea na mchakato kupata ithibati sasa ya kuweza kukiingiza katika mitaala yetu ya shule ya msingi kama kitabu cha ziada katika Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa hiyo kahakiki ubora pamoja na maudhui, na wakawa mwaka huu Februari wakawa wametoa ithibati kwa ajili ya kitabu hiki. Na kipekee kabisa tunawashukuru Chama cha Walimu Tanzania wakiongozwa na CWT wakiongozwa na rais wa chama chao Dr. Suleiman Ikomba. Tayari wamekwisha pata nakala kadhaa kwa ajili ya kuzipeleka mashuleni. Kwa hiyo tunawaomba wadau pamoja na familia waendelee kukipokea, na kitabu chetu kinapatikana kwa gharama ya shilingi 20,000, lakini kutakuwa na punguzo maalum kwa wale ambao watapata nakala nyingi, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, hasa katika mikoa ya pembezoni, kwa sababu kule elimu bado iko chini. Kwa hiyo tungetamani viwafikie waweze kupata maarifa haya na kuweza kuwa mabalozi wazuri. Sasa kitabu hiki kinapopatikana, ni kwamba mwalimu atakuwa darasani anafundisha kupitia kitabu hiki, ama ni mwanafunzi tu apate kukipata asome yeye mwenyewe, ama kitakuwa somo maalum mtindo gani? Pale kwa utaratibu wa Taasisi ya Elimu, kwa maana Mamlaka ya Elimu, vitabu ambavyo kimeingia kama kitabu cha ziada. Kwa hiyo wanafunzi watakuwa kupitia na walimu watakuwa wanafundishwa maarifa haya kwa kupitia kitabu hiki. Walimu wanafunzi
walimu wanawafundisha wanafunzi maarifa haya ya saratani, utambuzi wa mapema na kadhalika kupitia kitabu hiki darasani. Kwa hiyo kitapatikana na watakuwa wanafundishwa darasani. Na kwa nini ukaiona saratani wakati kuna magonjwa mengi tu ambayo sio ya kuambukiza? Ni kwa sababu ni taaluma yangu, lakini pia saratani kwa tafiti za muda mrefu zinaonyesha kwamba inaleta mzigo mkubwa sana, sio tu kwa mtu mmoja mmoja, hata kwa serikali na taifa zima, kwa sababu mtu kwa mfano anapochelewa kupata matibabu kwa wakati, manake itamlazimu kusitisha shughuli zake za uzalishaji kwa ajili ya kuendelea kufuatilia matibabu. Lakini pia wakati mwingine wale ambao wanachelewa, bahati mbaya, wanaweza kupoteza maisha, na takwimu zinaendelea kututhibitishia kwamba hali hii inaendelea kuongezeka kwa kasi kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwa pamoja na mabadiliko ya mifumo yetu ya maisha na namna tunavyoishi. Kwa hiyo nikaona kuna umuhimu wa kutoa hii elimu mapema, kwa sababu unapobaini saratani mapema unaongeza uwezekano mkubwa wa kuitibu kikamilifu. Hebu tuambie, tunafahamu lengo ni kuwajengea watoto uelewa wa mapema kuhusu afya zao. Lakini kitabu hiki kiini cha ujumbe wake, ujumbe gani mkuu kwa wanafunzi ambao unajaribu kutoa hapa? Asante sana. Ujumbe mkubwa ni kwamba saratani inatibika inapobainika mapema, lakini pia saratani ni ugonjwa kama magonjwa mengine, kwa sababu kwenye jamii yetu kwa maana ya watoto, familia na kadhalika, kuna mtazamo kwamba saratani labda ni imani potofu. Kuna uhusiano wakati mwingine unahusianishwa na imani potofu, labda mtu ushirikina kwa maana ya ushirikina. Kwa hiyo wengi wanapoumwa wanakawia kufika kituo cha afya kupata matibabu wakiwa na imani kama hizo. Kwa hiyo kuandika kitabu hichi tunatarajia kwamba maarifa haya yatasaidia kuongeza chachu kwa familia zetu, kuhakikisha kwamba hata kama tunakuwa tuna ile desturi ya kupima afya zetu mapema, na tunapobainika basi tunapata tiba sahihi. Baraka, sasa mwanafunzi amepata nafasi ya kukisoma hiki kitabu. Lakini wakati mwingine hata sisi watu wazima, kutokana na ukubwa wake, namna kinavyoonekana, kinaweza kika na lugha yenyewe, kwa sababu naona huku kumechanganywa na picha. Ni kitabu rahisi kukisoma kabisa. Na naamini pia uelewa wake utakuwa ni rahisi kuweza kusaidika na kupatikana. Lakini ni mambo gani muhimu ambayo tunaweza tukajifunza sasa? Utuainishie kabisa kwa maana ya msaada kwa yule ambaye hajasoma sasa hiki kitabu. Ni mambo gani muhimu mtoto na mtu mzima ambaye anaweza akasoma kitabu hiki atajifunza kupitia kitabu hiki? Asante sana. Katika kitabu hiki kina sura kama 5. Kwa maana imeanza sura ya kwanza, matembezi ya hisani. Awali nilichelea kusema kwamba hiki Amani Rafiki Shujaa, mtu mwingine anaweza kujiuliza kina uhusiano gani na saratani, kwa sababu jina la kitabu kama halina neno saratani moja kwa moja. Kwa hiyo kitabu hiki, ili katika kusaidia kuongeza ile hamasa ya watoto na familia kujifunza, tulikiandaa kitabu hichi katika mfumo wa hadithi fupi. Kwa hiyo huyu Amani ni mhusika mkuu wa hichi kitabu. Kwa hiyo kinaelezea safari ya Amani kuanzia anapobainika na saratani, hatua mbalimbali anazopitia za uchunguzi pamoja na matibabu, na mpaka pale ambapo anathibitisha kwamba amepona kabisa. Tupitishe kidogo. Asante sana. Kwa hiyo kwa mfano sura ya kwanza inasema matembezi ya hisani. Kupitia vyombo vya habari, Amani na familia yake waliweza kupata taarifa kwamba kutakuwa kuna matembezi ya hisani kwa ajili ya kutoa elimu kwa ajili ya kupima afya, lakini pia walipata fursa ya kupima afya, na ndipo walipokuja kubainika kuwa na changamoto za saratani. Sura ya pili inasema maumivu yasiyo mwisho. Awali kabla ya kwenda kituo cha afya kushiriki haya matembezi, Amani alikuwa anapata maumivu ya mara kwa mara, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, jambo ambalo kwa wakati mwingine tunaweza tukaona ni kitu cha kawaida. Alikuwa pia ana tatizo la kusahau vitu tofauti. Kwa hiyo maumivu haya yakaendelea kuwa makali.
baadaye sura ya 3 inasema uvimbe wa ajabu. Sasa alipokuja kufanyiwa uchunguzi kupitia vipimo vya picha pamoja na damu, ndipo akabainika kwamba ana changamoto ya saratani, lakini bahati nzuri ilikuwa katika hatua za awali. Sura ya 4 inaonyesha safari yake ya matibabu, kwa sababu saratani kuna aina kuu 3 za matibabu zinaelezwa hapa. Aina ya kwanza ni upasuaji, aina ya pili ni tiba kemia, alafu aina ya 3 ni tiba mionzi. Sasa aina hizi 3 zinaweza zikaenda pamoja au ikawa moja au zikawa mbili kutokana na hatua na hali ya ugonjwa. Lakini kwa amani, ili pia kutoa faida kwa msomaji, tulieleza zote 3 ili kuweza kupata ule uelewa wa pamoja. Sura ya mwisho, sura ya 5 inaelezea furaha ya ushindi. Sasa baada ya kuenda katika hizo hatua zote za matibabu, akaja akathibitika kwamba amepona kabisa saratani, na akarudi shuleni na kuendelea na maisha yake ya kawaida, na akaendelea kuwa balozi mzuri kwa wanafunzi wenzake, kwa jamii yake, ya kwamba saratani inatibika inapobainika mapema. Amani Rafiki Shujaa. Mimi nilichokipenda ni kwamba kwenye uandishi amechanganya na picha, kwa sababu Watanzania ni wavivu sana kusoma vitabu. Kwa hivyo hiki kwa sababu umeona kwa hivyo amechanganya picha kidogo, mara Amani sijui amefanya hivi, kwa inakuwa rahisi, na ndipo pale mtoto utakapompata, kwa sababu anaona kuna picha na muda wake mwingi atachukua na kukitazama na atajifunza zaidi. Mapokeo ya hiki kitabu yamekuwaje? Tunashukuru, kama nilitangulia kusema awali, katika uzinduzi wake tulifanya siku ya Jumamosi, tulikuwa na wageni mbalimbali. Chama cha walimu walituunga mkono kwa kiasi kikubwa, lakini pia tulikuwa na taasisi ya elimu walituunga mkono kwa kiasi kikubwa, TET. Lakini pia na umma pamoja na wanafunzi wanaendelea kuvipokea na kuendelea kuvitumia shuleni. Na vitabu hivi vinaendelea kupatikana. Ukifika pale taasisi ya Saratani Ocean Road utavipata, lakini pia na maduka ya vitabu hapa utavipata. Na Baraka, huku tafakari ama umeshawahi kufanya kwamba kwenda na hivyo vitabu mpaka shule na kusisitiza wanafunzi kuvisoma na walimu kuvifundisha? Kwa sababu kuna mwingine anaweza akakiona akakinunua kwenye kusoma pale sasa, na kupata hii elimu ni mtihani. Haujafikiria kufanya kitu kama hicho? Tayari tuna elekea siku si nyingi zijazo shule ya msingi Bunge pale Posta. Kwa kuanzia mnaanza na hiyo. Kwa kuanzia pale, lakini pia kuna shule ya msingi Juhudi Mbagala kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha, kwa sababu pia uzuri wa kitabu hiki, pamoja na kwamba kimehusisha picha za kutosha kuleta ile picha halisi ya matibabu na hatua zile mbalimbali, lakini kimesheheni mazoezi mbalimbali ya ufahamu ambayo yataendelea kusaidia kuweka mkazo au kusaidia wanafunzi kuendelea kubakisha yale maarifa wanaendelea kuyapata kwa kufanya mazoezi mbalimbali kupitia kitabu hiki. Na hapa kina maswali na majibu, kina maswali pamoja na majibu. Kwa hiyo majibu yake ni kwamba yanatoa hamasa kwamba akijaribu kujibu, kwa mfano mwanafunzi akaona amepata changamoto, inamlazimu arudi tena asome tena kitabu. Kwa hiyo inakuwa inamsaidia kuhakikisha kwamba anaendelea kuelewa na kubakiwa nayo yale maarifa. Sawa. Hapa umeangalia wewe ni darasa la 3 mpaka la 6, kumaanisha shule ya msingi. Ndio. Ila bado kuna wale wa sekondari pia wanahitaji hii elimu. Kuna wakati mwingine kuna msisitizo chanjo za wasichana hawa kwa ajili ya saratani ya shingo ya kizazi. Na sasa sijui kama una mikakati hiyo kwa ajili ya kuandaa hao wengine. Ndio. Niseme tu huu ni mwanzo. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana na wataalamu mbalimbali pale kwenye taasisi yetu ya Ocean Road, na kadri muda utakavyoendelea tutaendelea kuwafikia na huko pia. Hatari sana. Na msikilizaji, huyu ni Baraka Fundo, mtaalamu wa fizikia tiba kutoka taasisi ya Saratani Ocean Road. Ameandika kitabu cha Amani Rafiki Shujaa, kinatoa elimu ya saratani na magonjwa yasiyoambukiza, na kimeidhinishwa kutumika kwa shule za msingi kuanzia darasa la 3 hadi la 6. Wazazi wanasikiliza kwa sasa hivi na wanafunzi wenyewe, kuna wale baadhi labda wapo kwa ajili ya kutufuatilia na wanajiuliza kinatufikia vipi, kwa sababu hapa umeanza kutaja shule chache ambazo mtaanza mkakati wa kuzitembelea na kutoa hii elimu kwa ajili ya wanafunzi kupenda kusoma vitabu, hususan kama hivi ambavyo vinatoa elimu kwa ajili ya afya. Sasa kwa mwendelezo kwa yule mzazi ambaye anakihitaji na kufikia baadhi ya shule nyingine. Na hapa pia kuna mtu anaweza akatuma ujumbe kwamba hivyo ni Dar es Salaam. Je,
vipi katika mikoa mingine? Asante sana. Kwa mikoa mingine vitafika ni kupitia mawasiliano yetu tu. Kwa mfano wanaweza wakatutembelea katika mitandao ya kijamii Amani, Rafiki, Shujaa, mitandao yote ya kijamii wataweza kupata pale taarifa zote na namna ya kuvipata. Lakini kwa hapa Dar es Salaam vitapatikana kwenye maduka yetu ya vitabu pamoja na taasisi ya saratani Ocean Road. Huyu amesema anakupongeza kwa kuanzisha vitabu vya kusoma kuhusu saratani. Itasaidia wananchi kujifunza jinsi ya kujikinga na ugonjwa au maambukizi. Anaitwa Mtei kutokea Nyandekwa. Asante sana. Kuna huyu anasema ya kwamba anatufuatilia vizuri, lakini anauliza kwamba kwanza anaitwa Mahimbo kutoka Mkombozi, Mkuranga, Pwani. Anataka kufahamu kitabu kinapatikana mitandaoni pia hapa ni mpaka ukinunue hivi, ama mtandaoni kuna hiyo story ambazo umeweka? Kwa mtandaoni kuna taarifa na vionjo vifupi vya kitabu, lakini kwa wakati huu kitabu hichi kinapatikana katika nakala ngumu. Kwa hiyo akihitaji kitabu tufuatilie tu kwenye mitandao yetu ya kijamii au anaweza akatupigia simu kwa namba 0712213412. Kuna huyu anasema na nafikiri wakati tunaanza kidogo alikuwa yuko mbali na redio, kwa sababu anataka kufahamu kitabu kinauzwa kwa shilingi ngapi, na hapo awali ulikuwa umeshataja. Ndio. Kitabu chetu kinapatikana kwa shilingi 20,000, lakini kutakuwa na punguzo maalum kwa watakaohitaji kuanzia nakala 100 ili kuweza kuhakikisha kwamba zinawafikia watu wengi zaidi. Nimewaza hapa nchini kuna watu wanazungumza ama wanafundisha kwa mtindo tofauti. Ziko shule za serikali na ziko shule binafsi. Ndio. Shule binafsi lugha ya kufundishia ni Kiingereza. Ndio. Na naamini katika haya masomo yao ya sayansi wanafundishwa kwa kupitia Kiingereza. Umewaza kuhusu hili kwa wazazi ambao wana watoto nao wanasoma katika hizo tunazita English medium school? Wao hawahusiki, hawakuwepo katika akili yako? Nao pia tumewazingatia. Nashukuru sana kwa kunikumbusha hilo. Kitabu hichi pia kipo katika tafsiri ya lugha ya Kiingereza kwa gharama hiyo ya shilingi 20,000. Kwa hiyo watakaohitaji pia kwa lugha ya Kiingereza, kwa sababu tunafahamu mwingine angependa kujifunza elimu hii kupitia lugha ya Kiingereza kama ulivyotangulia kusema, kwa shule hizi zenye mitaala michepuo ya lugha ya Kiingereza pia, kwa hiyo kinapatikana. Na tunaona kwamba magonjwa ya saratani yako mengi. Je, kitabu chako kimelenga saratani ya namna gani kwa watoto? Asante sana. Kitabu chetu hiki tulitumia saratani ya ubongo kwa sababu kwa upande wa watoto ndio saratani ambayo inaongoza hapa nchini, ikifuatiwa na saratani zingine kama saratani ya figo, saratani ya damu na kadhalika. Kwa hiyo tulitumia hii saratani ya ubongo ili kutoa faida kwa msomaji kwamba aweze kupata elimu ya aina zote 3 za matibabu makuu ya saratani, kwa maana ya tiba ya upasuaji, tiba kemia pamoja na tiba ya mionzi. Kwa hiyo kupitia saratani hiyo tulichagua mahususi kabisa ili iweze kutoa elimu ya hayo matibabu pamoja na uchunguzi katika ukubwa wake. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatuumiza sana tunaposikia ndugu yetu, rafiki yetu ana saratani, moja kwa moja tunasema yani mapokeo tu yale kwanza ndio ya kukatisha tamaa. Ni ya kukatisha tamaa. Ndio. Unahisi haponi. Yani mama ana saratani, dada ana saratani, mke wangu ana saratani, kaka ana saratani. Ni ya kukatisha tamaa. Kitabu hiki kinamwandaa vipi mtoto huyo ambaye atasikia baba yake mathalan, sio yeye, ndio ana saratani au kaka yake ana saratani? Ndio. Kinamwandaa vipi juu ya kupokea hali? Asante sana. Kitabu hiki kimekuja pia kwa ajili ya kujenga matumaini ya kwamba saratani matibabu yake yapo, kwa sababu kuna wengine wanafikiri kwamba mtu anapobainika ana saratani kwamba ni kama hukumu ya kifo, kwamba hakuna tena maisha baada ya hapo. Kwa hiyo kitabu hichi kimekuja kuendelea kuweka
matumaini ya kwamba unapopata tiba hii ya saratani, kwanza matibabu ya saratani yanapatikana hata hapa nchini katika hospitali zetu hizi Muhimbili, hospitali zetu za rufaa, lakini pia hospitali taasisi yetu ya saratani Ocean Road. Kwa hiyo hii inatoa elimu kwamba mtu anapobainika na saratani sio mwisho wa maisha, bado ana nafasi ya kupatiwa tiba na uchunguzi na ufuatiliaji na magonjwa, na ikiwa atakuwa amebainika katika hatua zile za mapema, anakuwa na uwezekano mkubwa kabisa wa kupona na kurudi katika majukumu yake ya kila siku. Na hapo umeanza na uandishi wa saratani ya ubongo, kwa sababu umeona ndio kitu ambacho kwa watoto kinaweza kusumbua. Hii ni elimu kubwa sana, na watoto pia wanahitaji kufahamu aina ya saratani nyingine. Kuna hapo baadaye utakuja na kuandika tena kitabu cha aina saratani nyingine labda, ama ndio muendelezo ndio huo. Yes, mipango ipo, na hasa kupitia taasisi yetu ya saratani pale Ocean Road tumekuwa na program mbalimbali za kuwafikia wanafunzi, za kuwafikia wananchi kwenye maeneo mbalimbali, hasa mikoa ya pembezoni, kwa ajili ya kutoa elimu hii. Kwa hiyo vipeperushi pamoja na machapisho mbalimbali tunaendelea kuyaandaa ili kuendelea kuwafikia zaidi watu, kuwajulisha kwamba saratani zipo za namna gani na matibabu yake yakoje na kadhalika na kadhalika. Na kwenye ngoja kidogo Mohamed, nataka kujua kwenye huu uandishi ambao umefanikiwa kwa ajili ya kutoa elimu kwenye hiki kitabu, kwa mtu haraka, yani kama mimi ni mzazi moja kwa moja nitaka kufungua na kimbilia kwenye dalili. Ndio. Zipo. Kwa mfano tupe dalili ambazo saratani ya ubongo. Kwa mfano saratani ya ubongo, kwa sababu saratani pale kunakuwa kuna uvimbe. Kwa hiyo ule uvimbe, kwa sababu unakuwa ndani ya kwenye kichwa, kwa maana ya sehemu ya ubongo, unasababisha mgandamizo kwenye ubongo. Kwa hiyo mtu mwenye hiyo changamoto anaweza kuhisi maumivu makali ya kichwa ambayo ya mara kwa mara, lakini pia anaweza akawa na changamoto ya kusahau, lakini pia anaweza akawa na changamoto ya kupungua uzito, lakini pia anaweza akawa na changamoto ya kuchoka. Kwa hiyo zote hizo pamoja na zingine tumezieleza kwenye kitabu chetu hiki ili kutoa elimu katika upana wake. Hebu tuambie kwa yule ambaye hatapata nafasi ya kusoma kitabu hiki, ndio ni namna gani au mzazi anaweza akamlinda mtoto wake dhidi ya magonjwa haya yasiyoambukiza, hususan saratani? Lakini hata kama kuna mtoto leo kwa bahati yoyote haja kwenda shule kwa sababu ya kuumwa ama kwa sababu wazazi wamekosa ada ama kwa chochote, na anasikiliza UFM kwa sasa, na yeye mwenyewe ni namna gani anaweza akajilinda dhidi ya saratani? Sawa, asante sana. Tofauti kidogo kati ya saratani kwa upande wa watoto na watu wazima. Tunasema kwa watu wazima kuna vihatarishi mbalimbali, lakini kwa watoto pamoja na vihatarishi, lakini wao hatuna ile sababu ya moja kwa moja kwamba huyu amefanya hiki ndio maana amepata saratani, kwa sababu wengi wanakuwa ni zile za kuzaliwa nazo, na hii mara nyingi inakuwa kupitia kurithi vile vinasaba, hasa kwa familia zenye historia ya magonjwa haya. Lakini kikubwa katika kujitahidi kupunguza sasa hizo hatarishi hizo, kwa mfano kuna pia wale ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi, ni kuwalinda watoto wetu, kwa mfano wasikae muda mrefu kwenye jua, lakini kuna mafuta maalum wasiache kuwapaka. Lakini sambamba na hilo, kuhakikisha tunawapatia vijana wetu lishe iliyo bora, lakini pia kuwasisitiza kufanya mazoezi ya mwili ili kufanya mwili kuwa na uchangamfu na kuiongezea nguvu ile kinga kuweza kupambana na maambukizi mbalimbali, ikiwemo virusi ambavyo pengine vinaweza vikachangia changamoto hizo mbeleni. Mambo ni mengi na kitabu kikiangalia unaona kabisa kimekuvutia sasa hata tena. Kwa sababu kama ni mzazi pia kuna mambo ya kujifunza, na hiki mimi ninavyoona pia itasaidia hata watoto kupunguza kuingia mitandaoni kufanya shughuli ambazo kikiwepo nyumbani pale. Yani hiki kitasaidia sana, kwa sababu muda wote akili zao zipo katika simu, mitandao ya kijamii, kuangalia vitu ambavyo havifai. Sasa mzazi unaona, mzazi akipata kama hivi na uzuri kusoma hapo mambo mawili matatu kitazama anapata uelewa. Na kwa huyu mtoto darasa la 6 naye anaweza kawa balozi mzuri sana. Akisikia neno saratani anaweza kumgusia hata mwenzake kwamba kuna kitu nimekiona, saratani ya ubongo, dalili zake ni hizi na hizi. Na
kwa faida ama naweza nikasema kwa upendeleo zaidi kwa yule ambaye ameuliza kwamba kitabu kinapatikana vipi, mtafute Baraka kwenye namba 0712213412 kwenye kukamilisha sasa nini cha kuwaambia watoto na hususan kuanzia darasa la 3 na mpaka la 6. Kuna mengi ya kujifunza kutokana na hiki. Nashukuru sana. Tumewakumbuka elimu ya msingi kwa sababu tunafahamu kwa taifa lolote ambalo tunahitaji kupiga hatua katika nyanja zote, swala la elimu pamoja na afya ni muhimu sana, hasa tukianza kujenga kuanzia chini kabisa. Kwa hiyo maarifa haya tutayafikisha kwa watoto wetu kuhakikisha kwamba wanaendelea kujifunza, lakini pia wanakuwa mabalozi wazuri kadri wanavyoendelea kukua, kwamba wakielewa saratani ni nini, saratani sio mwisho wa maisha, tiba zipo hapa kwetu nchini, lakini pia na wao tunaenda kuwapa hamasa ya kuja kupata wataalamu wa saratani huko mbeleni kadri wanapoendelea kujifunza. Kwa hiyo tunajipanga kabisa kuwafikia katika ukubwa wa namna hiyo. Anasema anakupongeza sana kwa kuanzisha vitabu vya kusoma kuhusu saratani. Itasaidia wananchi kujifunza jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo au maambukizi. Mtei wa Nyandekwa Igunga. Huyu anasema ya kwamba anatupata vizuri sana na pia amesema hongera kwa kuanzisha kitabu hicho. Anasema je, somo hilo litawafikia Watanzania wote? Robert kutoka anasema Ingriju, somo litawafikia Watanzania wote. Umeanza kwa Dar es Salaam. Je, kitafika katika mikoa yote? Kabisa. Kwa dakika moja. Kitafika katika mikoa yote kama nilivyotangulia kusema. Kwa watu wa mikoani, mawasiliano yetu kwa 0712213412 pamoja na mitandao yote ya kijamii Amani Rafiki Shujaa. Tutaweka utaratibu mzuri tu na vitatufikia. Na mtu anasema kwa nini visitolewe bure? Asante sana. Tungeweza kutoa kwa sababu ya changamoto ya gharama za usafirishaji, ndio maana tuna hiyo gharama kidogo ya kuchangia hizo gharama, lakini pia tumefungua milango kwa wadau mbalimbali kama ambavyo wametuwezesha pia Chama cha Walimu Tanzania CWT. Kwa hiyo tunaendelea kuwaalika pia wadau mbalimbali katika kuhakikisha kitabu hiki kinamfikia kila mwanafunzi. Tunakushukuru sana. Asante sana. Huyo ni Baraka Fundo, mtaalamu wa fizikia fizikia tiba kutoka taasisi ya saratani Ocean Road. Tumezungumza naye hapa kwa sababu ameandika kitabu cha Amani Rafiki Shujaa, kinatoa elimu ya saratani na magonjwa yasiyoambukiza na kimeidhinishwa kutumika kwa shule za msingi kuanzia darasa la 3 hadi la 6. Kwa hivyo mengi zaidi umeyasikia kutoka kwake na bado unaendelea kutufuatilia mpaka saa 3 kamili asubuhi katika taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia hii leo. Na shukrani sana Jokala Lenda Malesa aka mjukuu Mwanamwandu kutoka Mwamala Kishapu. Anasema yeye ni mwanafamilia wa UFM na anatuambia hongereni sana kwa taarifa kemkem. Kiukweli kabisa, anasema tunasikika vizuri sana. Ipililo amesema hongereni kwa taarifa mbalimbali. Asante. Mziwanda akiwa Mburahati anasema anataka hicho kitabu hata leo hii. Namba ndio hiyo imeshatolewa. Mtafute Baraka Fundo kwa ajili ya kununua kitabu hiki na mtoto aweze kupata faida ya elimu ya saratani.